zote namba futa, ukagoma kufutana. Mungu wangu amenikata nywele. Keta. Afande Cobra, Lizi. Walinitesa. Waliniteka wakanitesa. Hapa ni wapi? Sio kitu kwangu hapa. Wala sio nyumbani kwa mama wangu hapa. Baada ya kunitesa, wameninua nywele zangu. Keta alikuja kaniokoa. Yes. Inspector Zebu. Nini kinaendelea? Nini kimetokea? Naomba unisaidie mzee wangu, naomba unisaidie, kuna watekaji huku. Kuna watu wameniteka huku. Babangu, kwa ujui hata kusalimia si ndivyo? Samahani mzee wangu, shikamoo. Ila huku kuna watekaji. Kwenda ukanye uchi kwanza huku. Na ukae ukijua kabisa huku kijijini hakuna kitu kinaitwa sukari. Sasa utachagua mwenyewe. Unywe uchi bila sukari au ufe na njaa. Wewe ni nani kwani? Ama wewe ndio uliniteka mimi? Na kwa nini niteke? Na kwa nini unanifanyia hivyo? Mbona mimi sina ubaya na mtu yoyote? Kwa nini unanifanyia hivyo? Una sasa watu wa mjini kutokutembelea wazee vijijini. Na maana hujui kama mimi ni babu yako. Babu yangu kijijini. Mbona unanichanganya? Sasa kachangu mimi na namchanganya mwenzake. Babu yangu sawa, babu yangu kwa nani yani? Kwa sababu mimi sijawahi kutambulishwa babu ya aina yoyote ule, wala sijawahi kumuona babu yoyote ule katika maisha yangu mimi. Akaenda bwana. Mimi mwenyewe sihitaji mjukuu nyumbani kwangu hapa. Mjukuu mwenyewe umeleta hapo kama mzigo. Na majangili bwana, sijui wamekutoa wapi akaniletea kwangu. Majangili? Keta. Huyo ni Keta babu, tuondoke. Keta yuko na majambazi wenzie babu, tuondoke, atakuja tuvamia hapa tuzuru. Twende. Tuondoke. Twende wapi bwana? Ni watanikuta hapa. Twende ukanye uji huko, akili yako ukae sawa. Na ukae ukijua kabisa hapa kijijini hakuna sukari. Sitaki mazuri. Twende. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Scoba. My dear Scoba. Darling Scoba. Unajua hilo jeraha kwenye kifua chako linanikumbusha nini?
linanikumbusha nyakati ulizozani wewe ni Mungu mtu ambaye unaweza kuchagua nani awe hai, nani awe mfu. Who are you? Wewe ni nani? Bado hujanitambua Skoba? Na wakati umebeba alama yangu katika kifua chako. Januaria. Mimi ndiye sababu ya wewe kuogeshwa na mwanamume mwenzako. Mimi ndiye sababu ya wewe kuvaa nguo bila kufunika kifua chako. Usiniulize mimi ni nani Skoba. Uulize mwili wako kila unapouma, maana huwa unalitaja jina langu. Lakini hatujamuua KP. Na hapa kelele. Hakuna muda wa kiapo kabisa. Nilipita kukujulia hali Skoba, maana ile risasi ililenga mahali ambako ninapahitaji hakika. Kabla akirudi, mwambie akiwa anakuogesha wala kusugua vizuri, maana umeanza kuota ukulutu darling. Na pia mkumbushe, Inspector Zebu hana lolote la kuwasaidia isipokuwa ninyi wenyewe. Vipi? Inspector, Januaria ni nani? Mimi mwenyewe bado najiuliza hivyo hivyo. Januaria ni nani? Sasa kama kila mmoja ajui kuhusu Januaria, swali la kuuliza kwa sasa kwako wewe Inspector, KP yuko wapi? Bado hata mimi najiuliza hivyo. No Inspector. Usijiweke ubazi wa kuuliza. Usicheze hiyo kamari kwa sasa. Zebu, KP yuko wapi? Unajua Skoba ameumizwa vibaya sana na risasi ya huyo Januaria. Na hatujui nani anafuata kwa sasa. Okay Cobra. KP alichukuliwa na Keta. Sitaki kujieleza sana. Najua nimezingua. Ila ndio hivyo. Keta ndo anajua wapi alipo KP. Inspector, umeingia deal na Westila wa Mageni? Sio wewe Inspector. Sio wewe kabisa. Haiwezekani. Mimi ni mwanadamu. Nilichofanya kinaitwa kosa. Hata wewe unayo makosa yako Cobra. Nilichokujibu ndio ukweli wenyewe. Keta hapatikani katika simu na ndio yuko na KP. Okay, sawa. Unadhani Januaria anafanya mashambulizi akiwa peke yake ama kuna watu wapo nyuma yake? Na kama kuna watu nyuma yake, unadhani ni nani? Tulijaribu kuingia masijala mimi na Afande MP. Tumejaribu kutafuta jina la Januaria kwenye orodha ya walifu ambao wamewahi kutafutwa na kukamatwa na jeshi la polisi. Hatujaambulia chochote. Tumejaribu kutafuta majina katika wahusika wa gangs mbalimbali. Hatujalipata jina lake. Kwa kifupi, mpaka sasa tunavyozungumza, yule mama ni ghost. Kama tunadili na ghost, basi muda ututoshi mkuu. Skoba anajilala risasi na siwezi kumfikisha hospitali. Hali yake ni mbaya sana. Tunachopaswa kukifanya kwa sasa ni kukubali tumekosea na tuwashirikishe wakuu. Yule Afande yule. Yaani najua kitu cha kwanza kabisa atatuweka ndani.
Yule afande na maamuzi ya kiwaki sana yani. Sio maamuzi ya kiwaki, Inspector. Tumefanya makosa na tunastahili kwa hili. Sawa. Mimi, wewe, Mwandambo na Rizi. Rizi yupo ama? Rizi yupo mkoani kwa kazi maalum. Hatuwezi kumsubiri. Hali ya Skoba ni mbaya kwa sasa. Sawa Cobra. Acha tunywe hichi kikombe kichungu kwa ajili ya usalama wa Skoba. Ila Keta kudadadiki zake nitamsaka tu. Hata iwe uzeeni, lazima nitakufa naye. Achana na Keta kwa sasa. Huyu Januaria ndio kudili naye kwa sasa. Yani ukimwona Cobra ni mama tu wa nyumbani na dera lake yani. Oya, kuna watu wanajua kujibadilisha balaa. Sema fresh. Hatuwezi kushinda kila siku. Unajua babu, wanasema eti zile nyimbo za zamani zinarelate na maisha halisi. Hata hizi nyimbo za sasa hivi zinazotoka hizi mnazoona za kiuni, kiukweli zinarelate na maisha yetu ya kila siku. Kwa mfano ile nyimbo ile shika makende, ndende ndio kichukua kinanitokea kule. Yule jamaa alikuwa anayabinya, utafikiria anabinya mayai ya kuku. Yaani mimi nikahisi na nikaona kabisa ningekuwa nimecheza karate mimi. Kwa sababu kijamaa chenyewe ni chembamba tu, hakina hata mwili. Yaani mimi hata mimi hivi at least na vinyama yenyewe kimekondeana kama moja hivi. Umeona? Ambapo kile nilikuwa nimecheza karate na kipiga mbili papa ukinaenda chini, lakini ndio hivyo. Mimi kipindi nataka nikacheze karate na nikataza, mnaniambia nisirudi nyumbani usiku, niwahi kurudi na karate yenyewe anaanza kufundisha kuanzia saa 2 usiku. Kwa hiyo ikashindikanaga. Lakini pamoja na yote hayo, yani huwezi amini kilichoniponza mimi ni namba. Na mtu aliniambia kabisa futa namba, mimi kwa ubishi wangu najifanya eti wewe napenda sio nini najua swaga, nikakataa kufuta namba. Yaani hakuna kingine kilichoniponza ni namba. Mtu yote ambaye sasa ukimwambia hawezi akaamini. Namba ya simu hii babu mimi nimekoma. Sasa wewe ukang'ang'ania namba ya watu ili uweke sasa. Haya una sasa unachofuta. Babu siameisha jamani, unalaumu tena. Hajaisha. Chuma na kila siku usiku unakuwa unapika makelele. Utafikiri sasa yale mateso yameanza kukurudia ndotoni. Hata hivyo amenionea bure tu. Ubaki sasa huku kijijini. Maana wameshasema wakutaki kule mjini. Na sio wewe tu. Hata kule mjini hawataki kujua kama upo huko. Sasa babu, vipi kuhusiana na mama na Nurdin? Sio atakuwa na hofu sana. Wewe tulia tu huko. Unafikiri mama yako akiamua kukutafuta na shinda? Tulia kwa kuwa tu upo hai. Watanipatia wapi? Na kila kitu cha polisi unachoenda kuulizia pale kama kuna mtu anaitwa KP wanasema hawamfahamu. Utanipata wapi? Mama yako bwana, ni zaidi ya vile unavyomjua wewe. Nani yeye tu baki ipo kwa kutokumjua. Yule Januaria yule, wewe mwache tu ipe Januaria. Sawa, make sure kazi yangu naifanya kwa weledi zaidi. Sawa, na yes. Jambo afande. Jambo. Okay, labda ngoja tuone. Nafikiri au fanya hivi, tutazungumza kesho. Sawa. Yes. Samahani afande. Hatutakupotezea muda wako kama ambavyo tumeuomba. Sisi tumefanya makosa. Tumekuja hapa kujishtaki.
Askari wima. Heshima to. Zebu, hujambo? Sijambo. Shikamoo. Shikamoo afande. Anadia, jambo? Ajambo. Ajambo. Mama Mary. Okay. Ajambo. Mnaweza mkaendelea na mazungumzo yenu. Bila shaka mpo ameniteta. Hivyo sitakuwa kikwazo kwenu. Afande. Ni kweli sisi tulikuwa tumekuja hapa kwa ajili ya kujishtaki. Tumefanya makosa. Lakini hatukuwaza kabisa kama tunaweza kukutana na huyu mama hapa. Okay, huyu ni kamishna msaidizi wa polisi, ACP. Nafikiri majina yake utakuwa unafahamu. Inspector Zebu, wewe na mwenzako Mwandambo Kondamali mmeifanya kazi kubwa sana, na jemedali aliniambia juu ya ujio wenu, hivyo nimekuja kuwapongeza sana kwa hilo. Kazi nzuri sana. Skoba anaendeleaje? Ile risasi ilimchuna tu kidogo. Tatizo lenu mnakula sana chips afu mazoezi kidogo. Asante mkuu. Tuna jambo kubwa sana la kufanya. Jambo gani na unamaanisha nini? Namaanisha mimi, wewe, jemedari, Cobra na MP. Nitamfikishia salamu zangu huko aliko. Tunatakiwa kuunganisha mawazo na fikra zetu kwa ajili ya kuiangusha West Lawama Gang. Sawa mkuu. Tunaanza lini hiyo kazi? Kuanzia muda huu, ofisi hii atoki mtu mpaka tupate mwafaka. Tunaelewana? Ndio afande. Anaweza akampandikizia chipu KP?
Hiyo ndio njia aliyotumia kuniangamiza mara ya mwisho. Sikuona dalili yoyote ya lile shambulio. This time sio atakuja na lipi. Sijui Keta na geng yake wamekuumiza kwa kiasi gani. Ila wakati wao umeisha. Hakutakuwa na maumivu tena. Nitadili naye damu kwa damu, kisu kwa kisu, panga kwa panga, pisto kwa pisto, ngumi kwa ngumi. Nitadili naye perpendicular. Asante sana Inspector Zebu. Nikikwambia uwezi kuamini babu, nimekutana na jini ana kwa ana, face to face hivi, kwa macho ya damu na nyama, na angaliana naye hivi. Jini? Babangu, mbona mimi sijawahi kusikia wala kuona jini huko? Mimi nimeliona babu, alafu eti najifanya najiita Neema, lakini mimi katika akili yangu nikaskuti nikaona huyu sio Neema huyu. Huyu ni Keta ambaye kajivisha Neema. Alafu alivyonichanganya eti analazimisha nipe namba zake za simu, nikasema wewe unijui. Namba za simu? Hasa namba za simu za kazi gani wewe babangu? Si ndio hapo babu? Na wewe mwenyewe nisaidie kushangaa. Mimi nilivyolishinda. Babu nilitimua mbio. Wewe Philbert Bayo mwenyewe akasome. Umefanya jambo la maana sana mjukuu wangu kukimbia. Na usikubali kuchukua namba ya mwanamke. Na kama ukitaka mwanamke wa kuoa, nitakutafutia. Kwa mjukuu wangu. Kaa hapo tulia na usiende kisimani. Ila babu, kusema kweli japokuwa nimekimbia, ila huyo jini mwenyewe mashallah huko nyuma huko amejazia kafungasha, utafikiri ana mijipu. Maana ile sio zigo. Sasa wewe nengeneka papangu. Umesahau mauzauza alokukuta. Mauzauza yamekufika. Babu, unaona unapanda mnazi? Nenda kupanda mazizi. Lakini babu angalia ishia kwenye minazi yetu hii, usije ukajichanganya ukapanda mnazi wa Mwakinyo. Heshima yako mzee. Yaani sijui mapinti wa mjini mnakuaje. Ina maana mkisalimia shikamo mnahisi kama mtapunguza au maumbo yenu na weupe. Amnipe shikamo lako bwana. Shikamo mzee. Marahaba. Umepungukiwa nini? Nimepungukiwa na jambo moja tu. Na wewe ndio unaweza kunisaidia. Mamangu, hapa hakuna ng'ombe wa maziwa, mbuzi wala mzinga wa nyuki.
Na kama ukitaka maziwa mamangu, hapo utapata maji. Na ukitaka maziwa utaishia kupata maji ya kunywa. Na ukitaka asali mamangu, wewe njoo na nyuki hapa nitakuchongea mzinga. Namhitaji KP. Au no. Nikisema namhitaji ni kama namuomba. Namtaka KP na wewe ndio unayetakiwa kunipatia. Je, kuna maziwa, kuna asali, hapo kuna huyo KP. KP ndo nini? Mzee, aliyeniagiza ameniambia kwamba wewe ni mtata sana. Na hujawahi kuwa serious hata kidogo. Sasa katika hili unapaswa kubadilika, ama la nitakubadilisha. Sasa nyinyi watoto wa mjini naona mnataka kunidharau. Nafikiri mzali kama ni wa kuchezea chezea. Yaani mpaka watoto wa kike kweli? Na mnataka kunichezea. Aliyeniagiza ni Januaria. KP anatakiwa kuondolewa eneo hili haraka sana. Sasa mwanangu, si ungesema wewe kutuma. Una sasa mpaka umenitegua kiuno. KP, njoo huko bwana, alotuma huko kuja kunipiga ni mama yako huyo. Njoo nao usije ukapigwa mitamo huko. You are safe now. Lakini mimi sijui lolote kuhusiana na West Lawama. I know KP. And I am on your side. Tunaondoka wote muda huu. Na maisha yako yanaenda kurejea kama ilivyokuwa awali. Salute Ninja. Salute Joka. Joka, tego langu limesha nasa huko. Limesha nasa Joka. I am Keta, the heartless. Nani kama mimi Joka? Hakuna kama Keta. Nani kama mimi? Hayupo na hatakuwepo. Labda tumsubiri miaka 1000 ijayo huko. Joka, wale wajinga wamesha nasa kwenye mtego. Wamemchukua KP kutoka kijijini. Na cha kuchekesha zaidi, wamemrudisha hapa mjini. Yaani hao Joka wameisha kikatili sana. Mpaka mimi mwenyewe naogopa. Inspector Zebu ni mmoja kati yao? Yeah, na wamefikia nyumbani kwa Zebu. Basi tuseme game over. Game bado haijaisha Joka. Tunatakiwa kumchukua KP akiwa mzima wa afya, maana yeye ndo utajiri wetu. Utakalo lisema Ninja. Mimi nafanya utekelezaji kibabe. Joka. Chimbo loko amejificha Mgana. Limesafishwa ghafla sana. Naonekani Mgana wala kakake anayepatikana pale. Na majirani zake wanadai kuwa kuna jamaa aliingia na kuwachukua. Inawezekanaje? Huyo jamaa alienda kumchukua Mgana. Nitamsaka kwa udi na uvumba. Na nitakapomkamata nitampatia adhabu kali sana. Mara 2 nitakampatia Mgana. Lakini kwa sasa tudili na issue ya KP, maana ndo muhimu. Tulia hivyo hivyo Zebu. Ulifanya kosa kubwa sana.
pale ulipopata nafasi ya kunishoot na ukufanya chochote. Lakini unajua nini? Mimi siwezi kufanya hilo kosa. Keta hawezi kufanya hilo kosa kabisa. No. Please Keta, please. Tunaweza tukazungumza tafadhali. Leo sio siku yako ya bahati Zebu. Joka. Huyo ndio yule Zebu ambaye akiwa hana bunduki anakuwa ni bwege tu kama wabwege wengine. Hana kitu cha kufanya. Hakuna kupoteza naye muda. Huyo ndio mtu pekee ambaye ana ushahidi wa kazi yetu mashakani. Inspector Zebu. Itazame isura kwa umakini. Kisha uikariri kwenye kichwa chako. Baada ya kifo chako, huko unapokwenda, ukawaambia utakao wakuta kuwa duniani umemwacha gaidi mkubwa sana anaitwa Joka. No. Hauko serious Keta. Yaani kujisifia kote kule ukatili. Mnategemea kisu na mapanga. Mimi nilizani labda unaweza kujipigania mwenyewe. Hii sio movie Zebu. Hii sio movie kabisa yani. Na usitegemee kwamba nitanasa kwenye hizo siasa zako. Nisikilize Zebu. Na kuua leo we mwanamke. Leo hii. Na sura ya mwisho ambayo utakayoiona ni ya kwangu. How did you find me, Keta? Wow. Vizuri. Unatamani kujua ni mwezaje, si ndio? Nitakwambia. Chief my love. Chief Zebu. Niliweka chip kwenye mwili wa mpenzi wako. Na kwa bahati mbaya umenasa kira. Hisi sana Zebu. Mapenzi yamekuponza cha ulembo. Unakufa na utamu wako. White girl. Inasikitisha. Oh, Keta. Keta darling. Jikeshupa from West Lawamagan. Unaikumbuka hii sura my love? Januaria. Uwezi ukatumia mbinu ile kila siku na kuendelea kushinda. Mbinu ya chipu uliweza nayo mimi tu. Sasa ni zamu yako. Dawa yako mwenyewe itakwenda kukuangamiza. Acha. Inspector Zebu, kwa heshima uliyoionyesha, ikawe alama bora kabisa katika kazi yako. Wewe na MP mmeifanya kazi kubwa sana. Keta. Una wazazi? Vipi? Unataka kupelekea mwili wangu uzike? No. No darling. Hautazikwa. Utafukiwa, but girl. Wasalimie kuzimu. Kifo cha haraka sio adhabu anayostahili. Acha sheria ichukue mkondo wake. Ajionee jinsi anavyokwenda kumalizia maisha yake gerezani. Na ione gengi yake inavyokwenda kuanguka hatua kwa hatua mpaka kuisha au kumalizika kabisa. Okay. Vipi? Unarudi kazini au bado unaendelea na likizo yako isiyokuwa na kikomo? Aya.
Patrol 611. Inspector Zebu hapa. Keta Mkandawili yupo chini ya ulinzi wa jeshi la polisi. Una bahati sana Rifala. Una bahati umeuawa. Baada ya mission ningekuonyesha sura yangu nyingine. Nafahamu fika kwa wewe ndio ulomsanua Mgana na Msaka na akatoroka. Sema nini Joka? Tutasomana huko huko motoni. Bado nitadili na wewe. Unaifahamu hii sura? Huenda unaifahamu, lakini haujui kiasi cha kutosha. Naitwa KP wa Aquino. Niliwahi kujiona nipo huru sana katika maisha yangu. Sikuwahi kudhani kwamba ipo siku nitaandamwa na lolote la kunikosesha uhuru, lakini maisha yana njia zake za ajabu. Yanakupokonya kile ulichokithamini zaidi kwa ghafla na maumivu makali. Siku hii nilikuwa mtu wa kawaida tu, natembea bila hofu. Siku inayofuata nageuka kuwa mtu mwenye maswali mengi kuliko majibu. Niliwahi kuamini kuwa giza ni kwa ajili ya watu wengine tu na sio mimi. Lakini sasa najua kuwa hakuna aliye salama pindi dunia inapoamua kukuchora kwenye ramani ya majaribu. Ramani yangu mimi ilikuwa ya maajabu sana. Ilianza kwa sentensi fupi isiyokuwa na dalili zozote za hatari. Futa namba. Hivyo tu yani. Futa namba. Nilikwambia ufute namba, futa. Ukagoma kufuta namba, futa. Sauza yamekufika.